Naomba nimkaribishe kaka yangu wetu Freeman Boy atoe maelekezo machache. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waombolezaji wenzangu, tutapata salamu kutoka watu wanne. Wa kwanza atakuwa ni chama chetu, mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa taifa, Mheshimiwa John Heche atazungumza wa kwanza. Baada ya Mheshimiwa Heche kuzungumza, tutapeleka nafasi kwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania ambaye atatoa salamu za Benki Kuu ya Tanzania, na wa mwisho kuzungumza kwa upande wa viongozi atakuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya hapo mimi nitatoa salamu za familia. Mheshimiwa John Heche, tafadhali sana tunakuomba ufike mahali hapa kwa ajili ya salamu hizo. John Heche, makamu mwenyekiti Chadema Bara, anakwenda sasa kuzungumza, na inaonekana ni shauku wale wengi kuwepo hapa na ambao mara makofi ya ishara kwamba wanatamani kufikia wakati huo kuzungumza. Kwa sikiliza sasa waombolezaji wote, baba askofu, familia ya mzee Mtei na Watanzania wenzetu wote mliofika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Familia ya mzee Mtei, kwanza pokeeni salamu za mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yuko gerezani kwa sababu wote tunazozijua kwamba ni za uongo. Ameandika ujumbe mrefu, tutauposti na tutakabidhi kwa familia. Kwa tunaleta salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Tundu Lissu na chama chetu. Sisi tumefiwa na muasisi wa chama chetu mzee Mtei ambaye amejenga taasisi hii ambayo imekuwa chama kikuu nchini Tanzania. Sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu Tanzania. Sisi kwetu tumepoteza mtu wa muhimu sana. Kila mtu aliyekuja kuzungumza hapa, na namshukuru kaka yangu Zito Kabwe amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo, na baba askofu wa mzee Mtei. Kwa wale mnaotuona sisi Chadema na misimamo yetu, ni kwa sababu ya DNA, vinasaba vya muasisi wa chama chetu. DNA yetu sio kufitin kwamba jambo lifanyike rahovyo sisi tutafute njia ya kufitin. Sisi hatuko hapo. Mzee Mtei aliacha uwaziri, mimi nimekuwa mbunge, najua waziri wa fedha, kwa sababu ametofautiana na rais. Na sasa hivi baba askofu ingekuwa hatari, kwa sababu angeweza kupotea au lolote lingempata. Aliacha uwaziri. Nani anaweza kuacha uwaziri leo? Sana sana utakachofanya, rais anataka tuende hivi, utaalamu wangu uniambii tuende hivi, lakini ngoja niende hivi, ni fitin pale anapotaka ili tuende mbele. Kwa huyu ni mtu ambaye ametujengea taasisi ambayo ni ya mfano, na sisi tunamkumbuka sana na tutamkumbuka. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wetu wote waliotoka nchi nzima, mikoa yote wako hapa. Mwenyekiti Mboe, nataka nikuhakikishie kwamba wanachama wetu wamekuja kwa mamia, kwa maelfu. Viongozi nchi nzima, pamoja na mateso wanayopitia, kwa sababu nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea. Watu wanapotea na hawaonekani, sio mzaha, kwa sababu
Baba, tumefata kile ulichotufundisha kufata, hatukosei chochote. Tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu akupokee. Nataka kuhakikishia Watanzania na wanachadema nchi nzima, chama chetu hakitayumba hata tone kutoka kwenye msimamo aliyoianzisha mzee huyu, kupigania haki za watu, kupigania uchumi shirikishi na kusema ukweli daima. Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Mzee wetu, uende kwa amani ya Bwana. Asanteni wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti.